Haijawahi kutokea, lakini ndio imetokea sasa. Chadema imetembelewa na CCM katika tawi moja huko Arusha, Kaloleni, na ndugu Kenani, kiongozi ambaye alikuwa na kikao ama mkutano pale Kilombero, akapita pale Kaloleni akazungumza na vijana katika tawi hilo la Chadema. Wakazungumza na kitu ambacho amekisisitiza ni vyama visitofautishe, sisi sote ni wa Tanzania. Hili ni busara. Lakini Kenani, kiongozi, katika kampeni zake ambazo amekuwa akizifanya katika mikoa tofauti, ukitazama amekuwa akiwahitaji wa viongozi wa Chadema akiwemo John Heche, Lema pamoja na Boni na wenzake wakae sehemu moja ama wakutane, wabishane kwa hoja. Hii imeibua hisia nyingi na wengi walitamani kuona hili likitokea, na amekuwa akikizungumza mara kwa mara. Lakini kitu ambacho kimekuwa kikionekana kwa ukubwa zaidi ni pale ambapo unapoona Chadema imefanya mkutano, lazima ukute CCM inapita napo kufanya mkutano. Kuta CCM imefanya mkutano sehemu fulani, Chadema pia inapita kufanya mkutano sehemu hiyo. Kubwa zaidi, unakuta mwitikio wa watu unakuwa ni mkubwa ule ule. Na hapo ndipo tunatambua kwamba vyama hivi bado ni vikongwe na vyama hivi bado vinapendwa na watu. Je, kwa maswali haraka haraka, unafikiri ni nani ambaye wanaweza wakabishana kwa hoja na akaibuka na hoja nzuri zaidi kuliko wenzake? Tukimchukua Kenani, kiongozi, pamoja na Heche. Hebu tusikilize moja ya mikutano yao, kile ambacho walichokuwa wakikizungumza. Usisahau kusubscribe. Hii ni Mhenga. Mimi namtaka Heche. Yule Heche yule namtaka aje hapa kushoto hapa. Yule Lema yule aje hapa kulia hapa. Yule Boniai asogee hapa. Yule Sugu wa Mbeya tukae naye hapa. Alafu wote wawepo wao, alafu mimi niwe peke yangu. Alafu tuanze mdahalo. Wao wanne, mimi mwenyewe. Si mnaona kule wanazunguka chama kizima. Viongozi wote wa chama na jumuiya zao wote wanazurura kwenye kosta kwenda kwenye mikutano, ila mwenezi ni chuma mmoja tu amesimama hapa, wala hana mambo mengi. Wanatukana. Chuma kikija cha Chama cha Mapinduzi, sera, hoja, malengo na kazi inaendelea. Hapa bado hatujaleta katibu mkuu wa chama, sitakuwa balaa. Tukimleta mzee Wasira hapa si hatari, na kikija chuma namba moja mwenyewe si balaa. Ila wamesema wewe kijana wetu nenda huko, hawa ni saizi yako hawa. Tunawamudu hatuwamudu. Hebu jipigieni makofi wana CCM. Kwa hiyo kikundi cha watu dhidi ya mtu huyu, na leo nimeambiwa mimi naitwa Korianga. Na nimepewa hii fimbo nimeambiwa mzee Sabaya, hii ni ya mamlaka. Waambieni wakae kwa kutulia. Gari kubwa linahitaji dereva mzoefu, na dereva huyo ni Dr. Samia Suluhu. Nani? Wewe ukiwaangalia wale, kuna matirio ya rais pale. Nani pale? Nimeona juzi wapo Kilwa. Ndugu zangu, umaskini wetu ni wa kutengeneza. Leo tunazungumza Geita, na Lema amezungumza hapa. Wakati mmoja tulikuwa tuko Igunga, tunakutana na watu wanakunywa maji ya madimbwi, tukawa tunawaambia Wasukuma wale wa kule ndani sehemu inaitwa Iborogero kuhusu maji ya bomba. Hajawahi kuona bomba. Kwa hiyo unamwambia kitu ambacho haelewi, kwa sababu wazungu wanasema seeing is believing, kuona ni kuamini. Kama hujaona huwezi kuamini, huwezi kuelewa. Kwa tulipokuwa tunawaambia kuhusu maji ya bomba, unaona mtu hakuelewi kwamba unaenda unafungulia kitu hivi maji yanatoka mle, yeye anajua siku zote maji unatakiwa ujitwishe. Sasa ndugu zangu, pengine hamuelewi utajiri ambao umetoka Geita. Geita imechimbwa hapa tangu nikiwa mtoto mdogo mpaka leo. Ukienda Johannesburg, ukienda Witwatersrand, ukienda Cape Town, ukaangalia miji iliyojengwa na dhahabu, unaelewa utajiri ambao umetoka hapa.
Na nataka niwaambie kitu kimoja ambacho ni rahisi sana kiuchumi. Sio lazima wewe uwe na hoteli, au sio lazima wewe uwe na gari, sio lazima uwe na tipa. Lakini uchumi ukiwa mkubwa Geita, huyu bwana akajenga hoteli, atamwajiri huyu mama kwenye hoteli yake. Huyu mama akilipwa mshahara na huyu, atamwagiza bodaboda amnulie mboga za majani. Bodaboda atakunywa mafuta kwenye kituo chako. Wewe utamwajiri mlinzi yule. Yule mlinzi atalipa nyumba yako. Pesa itazunguka miongoni mwenu. Leo pesa ikitoka Geita, Mchina ameingia kwenye shimo, amechimba dhahabu, anakwenda kujenga kwao China. Anasafirisha ajira ya mtoto wako kutoka hapa, anaipeleka China. Si kama mnanielewa? Hivi mnaelewa ninachokizungumza? Iko hivi, nchi hii ina watawala ambao miaka 65 baada ya uhuru tunaagiza njiti za kutolea nyama kwenye meno China, made in China. Wasukuma wanalima pamba hapa. Mwalimu Nyerere alijenga viwanda Kasamwa, Gineris. Pamba yako unailima wewe, unauza kwenye Gineri. Gineri inamwajiri mtoto wako. Mtoto wako anajenga nyumba, anamwajiri fundi ananunua kitanda kwako, pesa inazunguka. Leo pamba inayovunwa Geita inasafirishwa kwenda Msukuma analima pamba, anauza shilingi 1100 kilo nzima. Alafu hiyo pamba inaenda inaondolewa mbegu, ilichokuwa inafanyika hapo Gineri Kasamwa, inafungwa kwenye kakaratasi, inaletwa kwenye hospitali, gramu 200 unanunua shilingi 8000. Wewe kilo nzima umeuza 1000, gramu 200 viko vitano kwenye kilo. Si kama mnaelewa hata ninachokisema. Kule Arusha kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Mimi nimekuwa, babangu anamiliki Land Rover, ananunua tairi za General Tyre. Zinaajiri wa Tanzania. Leo viwanda vimeuawa. Tuna bodaboda kwa maelfu nchi na baiskeli. Tunafata tairi China. Pesa inatoka Nyankumbu inakwenda China kuagiza tairi ya bodaboda. Hiyo ajira unaitoa wapi? Amezungumza mzee Hashimwa. Leo ilitakiwa vyuo vikubwa duniani vya utafiti wa madini, vyuo vikubwa duniani au viwanda vikubwa vya teknolojia ya madini vingekuwa kanda ya Ziwa na Tanzania kwenye dhahabu. Ndege zinatua kwa maelfu hapa, zinakuja zinaleta watu kuangalia teknolojia ya dhahabu na kuja kununua dhahabu. Ikupe ajira. Leo dhahabu inatoka hapa inakwenda kutengenezwa huko. No wonder nchi inayouza Tanzanite kwa wingi duniani ni India. Tanzanite ambayo haipatikani kokote duniani. Nchi namba 1 inayouza Tanzanite ni India duniani, wakati Tanzanite inapatikana Tanzania peke yake duniani. Kuna viongozi hapo, kuna akili matope. China miaka ya 78, mwaka 1978 China ilikuwa nchi maskini. Deng Xiaoping anaingia madarakani mwaka 78, juzi hapa, miaka 48, miaka 46 iliyopita, 47. China ilikuwa maskini. Leo China inatuuzia kila kitu. Kwa miaka 47 China imeondoa watu milioni 400 kwenye umaskini. Milioni 400. Sisi tuko milioni 65 tu. Alafu anasimama mtu mjinga anasema sisi tuna miaka 65 tu, umaskini huu tuna miaka michache. Utasemaje kuhusu China ambayo imetumia miaka 40 peke yake kuondoa watu milioni 400 kwenye umaskini? Na China haitufikia hata robo kwa rasilimali. Tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5.